jambo kubwa ya kuongezea, kwa sababu sitaki kuharibu mambo ambayo askofu amesema. Ilikuwa mambo muhimu sana, niwekei kidogo juu. Mambo muhimu sana. Sasa sitaki kuharibu, kwa sababu hiyo ndio ile kitu ambayo inafaa tuende nayo nyumbani. Ametushauri, ametuelekeza na ametuambia ya kwamba jambo moja amesema ni ya kwamba nchi yetu ya Kenya inastahili heshima. Nchi ya Kenya inastahili. Sisi kama wa Kenya tusipoheshimu nchi yetu, hakuna mtu mwingine duniani ataheshimu nchi yetu. Na tunaheshimu nchi yetu kupitia katiba ambayo tumejipatia kama wa Kenya. Katiba ambayo ilitengenezwa mwaka 2010. Na one of the things ambayo katiba imetengeneza ni ofisi ambayo inaitwa the presidency. Ofisi ya rais na naibu wa rais. Kama wewe ni moja yao hiyo ofisi, na wewe ndio unaenda kwa matanga, wewe ndio unaenda kwa sherehe vile niliona jana, na unatusi rais ya Kenya na unatusi ofisi ya rais, inamaanisha wewe uheshimu nchi yetu na uheshimu nchi ya Kenya. Defending the constitution is defending the institutions that have been created by the constitution. Lazima rais apewe heshima zake. Wewe mtu mmoja ni naibu wa rais, unakaa kwenye cabinet meeting, unakaa kwa National Security Council, gari unayotembea naye ni gari ya serikali, ofisi unayokaa ni ofisi ya serikali, nyumba ambayo unaita wageni wanakula chakula ni nyumba ya serikali, nguo unavaa ni ya serikali, na huwezi kuheshimu ya serikali. Hiyo ni aibu kubwa sana katika nchi yetu. Na huwezi kusema ya kwamba wewe hayuko serikalini kama serikali imekupatia hizo vitu zote ambazo mimi sina. Sikai kwa nyumba ya serikali, sina nyumba kubwa kama ile ya kukaribisha watu wageni namna hiyo. Lazima tupatie nchi yetu heshima. Lazima tuheshimu katiba yetu, na heshima sio utumwa. Kama unataka kutusi rais vile niliona jana huko Batanga, huko Nakuru, hiyo ni aibu kubwa sana kwa taifa la Kenya. Watu kama Murkomen, watu kama Susan Kihika wanatusi rais ya Kenya, na naibu wake amekaa hapo kando yao tu. Hawezi kuzoea hawa. Shetani ashindwe. Shetani ashindwe tena. Mimi nilihuzunika jana usiku sana wakati nimeona TV vile wabunge wenzangu wanatusi rais ya Kenya, na naibu wake amekaa hapo tu anasikiza tu kama muziki. Hiyo mbaya sana. Kusema kweli mimi nilihuzunika. Nililala hata sikukula dina, nilisema bimuka yangu nitakula kesho, wacha nilale tu. Ni aibu kubwa katika nchi yetu ya Kenya. Jambo la pili ni ya kwamba mimi kama chairman ya BBI tulisimamishwa na kotini. Lakini kuna fundamental issues ambaye BBI ilikuwa ina address katika nchi yetu, ambaye sio ya mzaha na sio ya kuchukulia hivi hivi. And I want to put questions to the people who are opposed to the BBI here from Murang'a and Kigumo, especially those who use the name of God. Wale wanatumia jina ya Mwenyezi Mungu kusema Mwenyezi Mungu ndio alizuia hiyo kitu. Nataka kuuliza hawa ndani ya hii nyumba ya Mungu, what is your position? Na hiyo ni William Ruto. What is your position on the issue of 1 shilling, 1 vote, 1 man? Can you tell us? What is your position on representation ya Wakenya? Kwa sababu hapa Kiharu kuna mbunge mmoja anawakilisha watu 1260, 260,000 people. Na kuna mbunge ambaye inawakilisha watu 20,000. Na wakati tunataka kupatia watu ya Kiharu constituency nyingine ili wakuwe wawakilishwe bungeni kama wengine, wewe unakataa. Unasema hawa watu haifai kupata representation ndani ya Kenya. Hiyo ni kukandamiza watu ya hapa ama ni kuwasaidia? So what is your position on representation in this country? The third issue I want to ask him, what is your position on peace and unity in this country, William Ruto?
Because BBI was bringing peace and unity by revamping the governance of our country. What is your position on peace and unity? Kwa sababu anybody who wants to aspire for the leadership of this country must come with peace. You can't come without peace to lead this country. You get my point? Mimi wale wanazunguka hapa, ni vile tumechelewa kufika hapa. Leo nimefika na nitakuwa nikikuja hapa kila siku. Wale wanazunguka hapa, wale wanazunguka hapa kila Jumamosi, Jumapili. Nataka wajibu hizo maswali tatu. What is their position on 1 shilling, 1 vote, 1 man? What is their position on representation? And what is their position on peace and unity? Wakijibu hizo maswali matatu, nitaridhika kama Mkenya. What is their position also on gender? Because BBI was addressing the issue of 2/3 gender parity. Wamama kuja bungeni wachukue nafasi yao ambayo inafaa kikatiba. What is their position on that? Hapana kuja hapa na slogan ya sijui bottom up, bottom down, bottom juu. Hiyo ni mambo ambayo ina maana. Hiyo hazina maana kwa Wakenya. Tell us, we want to address important issues that affect the lives of our people. Whether it's from Mount Kenya, whether it's from Nyanza, whether it's from Northeastern, anywhere he's coming from coast, we want to address the issues. Panlete hapa mambo ambayo yasaidii wananchi. Tumepatana? Tumeelewana? Kwa sababu hatuwezi kudanganywa sisi wazima kama watu wazima namna hii, mchana peupe, jua inawaka namna hii, mtu anataka kudanganya sisi kama anaangalia sisi kwa macho namna hii. Sisi sio wajinga. We are not fools. So kwa hayo machache, mimi sina mengi la kusema. Nimefurahi hapa leo. Sikujua watu wa Kigumo ni watu watamu namna hii. Bado mimi hata kama baba hakuji, lazima mimi nirudi hapa tuzungumze kama watu wa Kigumo. I also want to recognize my friend who is here, a very good supporter of ours called Pius Kinuthia, ambaye ni mwandishi mkubwa sisi katika mambo ya social media. Pius yuko hapa. Huyu ni shujaa ya baba. Huyu ni mtu ya baba kabisa kabisa kabisa. Na hata mimi ambaye nafikiri niko karibu na baba, vile anaandika kwa Twitter ndio hiyo mwelekeo nafuata nikiwa bungeni. Sijui waliongea na baba ama hawakuongea, nafuata yeye tu. Asante Kinuthia. Kwa hayo machache, Mungu awabariki. Tutarudi siku nyingine. Asanteni sana. Mungu awabariki. Asante sana Senior. Nikimalizia nataka kwa unyenyekevu nipatie hii nafasi rafiki yangu, somebody that I admired before I joined politics, I continue to admire, and stands for the truth, and also to thank Junet because of helping us expound the real issues that affect the Mount Kenya region. Thank you, Junet, for those 3 issues you've raised, because that's where at the heart of the people is. So Mheshimiwa Jeremiah Kioni, tunakuheshimu sana, tunakukaribisha, karibu uongee. Thank you.